Kumtumaini Mungu ni kumfanya yeye pekee kuwa kimbilio na msaada mkuu baada ya kutegemea nguvu fulani au akili fulani au wanadamu wengine. Nirudie. Kumtumaini Mungu ni kumfanya yeye peke yake kuwa kimbilio na msaada mkuu baada ya kutegemea nguvu fulani au akili fulani au wanadamu wengine. Ni kumtegemea yeye pekee. Nafikiri ni Zaburi 46. Zaburi 46 mstari wa kwanza, nani anaweza asema Mungu kwetu sisi ndio kimbilio? Mungu kwetu sisi ndio kimbilio, msaada utakaopatikana tele, na msaada na nguvu. Ni kimbilio. Tunapokosa mahitaji yetu, kimbilio letu la kwanza ni Mungu mwenyewe. Nisome kwenye maiki hapa. Zaburi 46 mstari wa kwanza. Mungu kwetu sisi. Kwa hiyo nikasema hapa, kumtumaini Mungu ni kumfanya yeye pekee kuwa kimbilio na msaada mkuu baada ya kutegemea nguvu nyingine, nguvu yoyote, baada ya kutegemea vifaa fulani, baada ya kutegemea baba, baada ya kutegemea mama, baada ya kutegemea mme wako. Kuna wakati utakuja hata kwa mme wako, hitaji lako lilonalo utakuta na yeye hawezi kukusaidia kwa wakati huo. Kwa hiyo unakuta hamwezi kupata unachohitaji, lakini msaada wako wa pekee ni Mungu wa kwanza. Kweli tumeoa, tuna wake. Kwa kusema hivyo sio kama nakwepa majukumu. Kuna vingine siwezi kukizi kwa ajili ya mama mchungaji, lakini unashangaa najipinda naomba, Mungu anatujibu, na anapomjibu yeye na mimi nimejibiwa. Haleluya, haleluya, haleluya! Piga makofi kwa Yesu. Kwa ona umuhimu wa kuomba, ona umuhimu wa kumfanya Mungu kuwa wa kwanza. Mungu asiwe wa mwisho, awe wa kwanza. Wale tunaojifunza somo la kuabudu, anataka awe wa kwanza. Karibu. Zaburi 46 mstari wa kwanza, Biblia inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Haleluya. Kimbilio na nini? Kwa tunapokimbia tunakimbilia ni kimbilio na nguvu, na kuna msaada unaopatikana tele. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kumtumaini Mungu ni kumfanya yeye peke yake kuwa kimbilio, msaada mkuu baada ya kutegemea nguvu nyingine, vitu vingine, baada ya kutegemea akili au wanadamu wengine. Mwisho, hii inahusisha kujishusha, kukiri uhitaji wa msaada wake na kuamini uwezo wake katika hali zote. Mwisho nimesema hii inahusisha mimi kujishusha au wewe kujishusha, na wakati unapojishusha unaendelea kukiri ukihitaji msaada wake na kuamini uwezo wake katika hali zote. Amini uwezo wa Mungu katika hali zote. Una pesa, huna pesa, muamini Mungu kwamba anaweza akakupa pesa. Muamini Mungu kwamba anaweza akakuponya. Muamini Mungu kwamba anaweza akakuinua. Muamini Mungu kwamba anaweza akakutumia. Muamini Mungu kwamba unaweza ukajazwa Roho. Muamini Mungu kwamba unaweza ukaenda China na wewe ukanunua mizigo yako ukaleta Tanzania. Muamini Mungu unaweza ukainuliwa na wewe ukawa tajiri. Muamini Mungu, liweke ndani ya akili yako, liweke ndani ya moyo wako. Akili yako iamini na moyo wako uamini kwamba Mungu anaweza akakuinua hapo ulipo ukawa mtu mkubwa, ukawa mtu wa thamani, unaweza ukawa kiongozi mkubwa wewe. Muamini Mungu. Hivi nani alijua kwamba mimi nitakuwa mchungaji? Na wala sijawahi kuwa ndoto za mchungaji. Mimi kwa nataka kuwa padri kwenye dini yangu. Kwa nataka kuwa father mimi. Nilipenda. Bwana we nanyi. Afu umevua kanzu jeupe. Na huku nimechorwa. Nilitamani, lakini sasa sifa sikuwa nayo. Sikuwa na sifa.
Baba yangu alikuwa na wake wawili. Hiyo ni ya kwanza tu moja. Babako wewe umezaliwa kwa mama mwingine aliyewahi ndoa ya watu akaingia, unaendaje upadiri? Lakini Yesu akaniona huko akasema nakuita. Utanitumikia. Nilipenda sana. Upadiri nilipenda. Lakini sifa sikuwa nayo mchungaji Saratia. Sikuwa nayo. Na hata Yesu angekuja wasingenikubali. Ila Yesu mwenyewe akaniokoa. Leo sikujua kama nitakuwa mchungaji. Leo ni mchungaji. Sikujua kama nitakuwa mwangalizi. Sasa si marupurupu jamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo amini tu kwamba inawezekana ukawa mtu mwingine, lakini lazima ukubali kulipa gharama ya kuomba. Usikwepe gharama ya kuomba. Hivyo kama mchungaji ulijua utakuja kuolewa na mchungaji anayevaa kaunda suti. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uliwahi kuota hiyo? Uliwahi kuota? Tuseme kweli basi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu mpigie Yesu makofi na vigeregere kwa yale anayoyatenda. Ndio maana napendaga kwa yote uliyotenda sitaacha, kwa yote aliyotenda sitaacha kumsifu Mwokozi, sitaacha kumsifu aliye mkombozi. Hebu mpigie mkombozi wetu makofi na vigeregere. Sasa nilikuwa ninataka leo tunapokwenda kumalizia, na nilitaka tupate muda angalau Mungu aniwezeshe. Sasa nikuombe mchungaji Michael utanisomea. Leo nataka tuangalie mifano ya kihistoria ya watu walioomba kibiblia uamsho ukatokea. Kibiblia. Nirudie tena. Kipengele hiki ninapoenda kumalizia kwa siku ya leo, nimesema hivi, mifano ya watu, mifano ya kihistoria ya watu walioomba kibiblia uamsho ukatokea. Mifano ya kihistoria ya watu walioomba kibiblia uamsho ukatokea. Na wakati ninapokuwa ninajifunza maandiko haya, Mungu akawa amenifungua macho tena. Mguse mwenzako, mguse jirani yako, mguse jirani yako. Mguse jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikaja kushangaa watumishi wa Mungu, nikasema kumbe unajua TAG ni kanisa la kwanza Tanzania lililotangaza kauli mbiu ya uamsho. TAG. Najua kuna wakuona hapa akaponda, maana wapondaji wapo. Alikuwa anahubiri mtumishi wa Mungu akasema, kama nafikiri sio jana aliongea, akasema tunapoona wachungaji wanaanza kushambuliana kwenye mitandao, kuanza kukosoana. Unajua kuna sehemu ya kukosoa na ukakosoa kweli, lakini sio kila kitu unakosoa. Vingine lazima ufanye utafiti. Leo hii kanisa la TAG linashambuliwa sana kwa ajili ya uamsho. Lakini tunaposema uamsho, miaka 13 ya moto wa uamsho, uamsho sio faida ya TAG peke yake. Uamsho ni faida ya nchi nzima ya dunia. Na ndiyo maana askofu wetu mkuu amekuwa akialikwa. Huu mpango kazi tulionao mpaka mataifa mengine yanamuita akaiongoze namna ya kufikia uamsho. Uamsho ni tangu Agano la Kale, na uamsho ulihitajika baada ya kuona watu. Mfano, ukimwangalia Gideon, malaika wa Bwana anakutana Gideon, anasema Gideon ni shujaa. Anasema ushujaa wa wapi? Ushujaa wa wapi? Mimi ninakuaje shujaa? Ninakula chakula nimejificha kwenye pango. Alafu anauliza Gideon, kama mimi ni shujaa, yako wapi matendo ya baba yetu? Matendo yale ya kale yako wapi?
Unaniitaje shujaa wakati nakula chakula nimejificha? Nakula chakula niko pangoni. Unaniitaje shujaa, malaika wa Bwana? Yaani manake alijua historia kwamba Mungu alitembea na taifa hili. Hakuna mtu aliyekuwa analisogelea, hakuna mtu aliyekuwa analisonta kidole, hakuna mtu aliyekuwa analibishia, hakuna mtu aliyekuwa analizuia kwenye maendeleo yake. Lakini leo wale ambao ni taifa tunakula chakula tumejificha. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vimepotea. Nilimshuhudia mchungaji mmoja, alikuwa anaitwa, huyu mchungaji ni askofu, alikuwa anaitwa Mzee Rusito. Mzee Rusito, unamfahamu? Alikuwa ni mchungaji wa TAG pale Tabora. Sasa hivi ameshatangulia mbele ya haki. Anapoeleza habari ya uamsho, anasema sisi maisha yetu, ujana wetu tumeokoka. Hata mbu ulikuwa unatumwa unakufa wenyewe. Mbu anatueleza kwa kinywa chake, nasikia, sio shuhuda. Anasema mbu, tulikuwa tunaomba mbu ukikuuma unakuta umekufa umegaragara hapa. Nikamshuhudia Askofu Lazaro kwa kinywa chake, anafanya ziara ya kutembelea makanisa kama askofu wa Tanzania nchi nzima. Miaka hiyo akaenda sehemu, gari kaishiwa mafuta. Gari alikuwa na pikipiki, sio gari, pikipiki, anatembea na pikipiki. Mimi juzi nimetembea, nimeenda Isoro kule ndani kule wanaita unapita Magu. Eti watu wanasema na wao unajitahidi. Askofu mkuu alitembea nchi nzima na pikipiki. Mchungaji Mwemezi anaangalia makanisa, akafika sehemu akaishiwa mafuta, na mafuta yalipoisha akachukua garoni. Bila shaka alikuwa na garoni, akaichukua garoni, akaenda kwenye kisima cha maji, akachukua maji, akajaza, akaweka kwenye pikipiki, akawasha, ikaondoka. Hebu mpigie Yesu makofi na vigeregere. Matendo ya ajabu ambayo hajawahi kutokea. Na wala alipochukua hiyo maji akaweka kwenye pikipiki, akuanzisha sheri ya maji ya watu kuendesha pikipiki, akuanzisha sheri. Angelikuwa ni mhubiri wa leo, tungekuwa tunaenda kuchukua maji ya kuendesha pikipiki leo. Huo ni ufunuo, na ufunuo ni mara moja. Ufunuo ni mara moja. Ufunuo sio kutembea nao kila kanisa. Kila kanisa. Yaani wewe ulipochukua maji ukaweka kwenye pikipiki, kila kanisa unalo kwenda ukuletee maji uweke. Ni petroli. Bwana Yesu asifiwe. Uamsho. Sasa jamani, kuna vitu vilivyotokea. Kuna vitu vilivyotokea. Kwa nasema mimi sikumuona, nasema hawa akina Emmanuel Lazaro walikuwa na ubiri. Yaani eti unaona wingu, unamwona Yesu anatembea. Yaani watu anamaliza tumemuona Yesu. Na huyu baba nilipata ushuhuda ambao uliniliza, nikasema Mungu tutokee. Baada ya kufa mchungaji Emmanuel Lazaro, baada ya kufa, kuna watu, binti moja niliona ushuhuda, tena ni wa mtoto wake, ameandika. Baba baada ya kufariki, watu wakawa wanaulizana, hivi huyu Askofu Emmanuel Lazaro ni nani, ambayo nchi nzima ilizizima inaeleza askofu mkuu wa kwanza wa kanisa la TAG amefariki, ni nani? Dada moja akaenda ndani akaleta picha yake, akampa, akasema ni huyu hapa. Yaani kile kitendo cha kumpa ile picha, yule dada akaanguka pale, pwa, mapepo. Baada ya kumwona mzee Lazaro amekufa, angali anaponya watu. Haleluya. Mbona mmeniangalia kama mnanishangaa? Ni ukweli, aliyeandika ushuhuda ni binti yake. Yule mtoto yule mama mchungaji ameolewa na mchungaji Mboto. Anashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi natamani niingie kwenye daladala, kama kuna mapepo yaanze kufurumuka. Si ndio tunatafuta huo upako wapendo? Yaani unaingia kwenye ice. Watu wanaanza tulia kwa jina la Yesu. Chomoka. Tunapotaka uamsho, si ndio? Lakini tusipoangalia, tunapotaka uamsho tutaimba kwaya na wenye mapepo tunao. Nilieleza tutakuwa na wazee wa kanisa na mapepo wanao. Jamani wachungaji, mseme naponda, uhalisia ni huo. Wewe una wazee wa kanisa hawaombi ila wanaongoza. Una viongozi wa idara hawaombi ila wanaongoza. Una mashemasi kanisani hawaombi, na kwenye semina hizi hawapo. Wanarishwa na nani? Mbona msemi amina? Injili ni kali.
Na unajua tunapoenda sana tukishaongea mambo ya uamsho, kuna wengine mtakwazana. Maana tunapoongea mambo ya uamsho, tunaongea mambo ya kutembea katika ulimwengu wa roho. Hatutaelewana. Na ndio maana unashangaa wengine ambao wako kwenye ufalme mwingine, wako kwenye nguvu nyingine, ndio maana wanatushambulia. Kwa sababu unaongea kitu ambacho hawakitaki. Maana kikija hiki kitu kinaweka watu kwenye ukweli. Hebu tuangalie maandiko haya. Tuangalie maandiko haya. Kuna watu ambao nimejifunza kwao. Nimesema mifano ya kihistoria ya watu walioomba kibiblia uamsho ukatokea. Mfano wa kwanza tutaupata kwenye Nyakati wa Pili 14 hadi 15. Sasa mchungaji Michael Msoonye, najua utaharakisha. Nilitamani haya tuyasome hata nisipohubiri, ili uje uende na wewe uende. Nyakati wa Pili sura ya 14 hadi sura ya 15. Tunaona mtu wa kwanza ni mfalme Asa. Aliongoza watu wakaleta uamsho, na uamsho huu uliletwa, yani aliongoza watu kuleta uamsho, lakini mfalme Asa anaongoza watu kwanza kwenye matengenezo. Huo ni uamsho na matengenezo. Mwandishi Ezra anapoandika kitabu hiki cha Nyakati anaeleza habari na mada kuu ni uamsho na matengenezo. Watu walitengeneza. Nisomee mchungaji, si utawahi vifungo vyote hivi, maana ni wengi ambao, lakini mistari mingine midogo. Wa kwanza ni mfalme Asa. Aliongoza watu wakaleta uamsho. Nikasema uamsho huu uliletwa na matengenezo. Uamsho uliletwa na matengenezo. Twende so Nyakati wa Pili sura 14 mstari wa kwanza, Biblia inasema basi Abia akalala na baba zake, wakamzika mjini mwa Daudi. Akatawala Asa mwanaye mahali pake. Katika siku zake za nchi ilistarehe miaka 10. Basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyoadili machoni pa Bwana Mungu wake, maana akaziondoa madhabahu za kigeni na mahali pa juu akavunja nguzo, akayakatakata maashera, akawaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao na kuzitenda torati na amri. Mstari wa 5 Biblia inasema tena, nisikieni Asa na Yuda wote na Benjamini, Bwana yu pamoja nanyi, mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha nyinyi. Bwana yu pamoja nanyi mkiwa, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, mkimtafuta ataonekana, mkimwacha atawaacha. Hizo ndo kanuni zako. Tunapotaka uamsho, utaendelea baadaye. Tunapotaka, umemwona kwanza, tunamwona mfalme Asa yuko na vita, na inaonekana baada ya ufalme Suleimani kuondoka, yani watu walianza kuharibika. Tunaposema uamsho unapokuja, tunastarehe, magonjwa yanahama, shida zinapungua, kilio kinapungua, na maadui Mungu anawashughulikia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Vita inakuwa sio ya kwako. Bwana anapoamua kutembea na kanisa, vita inakuwa sio ya kanisa, sio ya kwetu, vita inakuwa ni ya Mungu. Kwa watu waliokubali, Asa anatengeneza, anaondoa miungu, anaondoa mambo ya ajabu ajabu yaliyokuwa yamewekwa na watu. Kama leo ambavyo unaweza ukawa hapa ulishakuwa mtu wa kwenda kwa waganga. Siku moja tunatembelea familia fulani na mchungaji wangu, sijawa mchungaji, tumeenda kutembelea mshirika sehemu fulani, tukakuta baba mmoja amekaa, yule mama alikuwa ana mme, baba yule amekaa mule ndani, mama alikuwa amevaa kitenge amejifunjia humu, sijui alikuwa na chanja nini mgongoni. Mchungaji akasema sitokanyaga nyumba hii tena. Anasema unaona, washirika wasiokuja ibadani ambao si waaminifu wa ibada. Unashangaa mtu yuko kanisani, baada anaenda kwa waganga anachanjwa, baada anaenda kwa manabii anapewa maji. Hiyo ni miungu ya kigeni. Wewe unajua maji wanayatoa wapi? Unajua mafuta wanayatoa wapi? Unajua udongo wanautoa wapi? Unajua wamenyunyizia nini? Ni miungu ya kigeni iko Tanzania na watu wanaikimbilia. Wengine ziara za Nigeria hazikomi.
kila mara upako anaenda kurenew vitu hivyo. Ili tuone uamsho, lazima tukubali matengenezo. Lazima ukubali matengenezo. Nasema na kanisa, ili uamsho uje, lazima ukubali kutengeneza. Ukubali kutengenezwa. Leo ni kazi mshirika kujazwa roho kanisani. Na wengine si tulipookoka, cha kwanza mimi niliwahi kuwashuhudia, niliwahi kuomba maombi, yani natamani Mungu anitumie nikaombi maombi ya wakati nimeokoka ni mchanga. Kuna mtumishi wa Mungu leo Mungu amemuita, anaitwa Thomas Makuru. Siwezi kumsahau. Yeye ndiye aliyenifundisha kuomba. Alikuwa ni muombaji. Jioni yuko kanisani, asubuhi tunamkia kanisani, tunaenda kwenye biashara, tukirudi tunakuja kanisani, mitaji inakatika inaisha, tunaenda tunafanya vibarua, tukirudi tunakuja kanisani. Mimi unayeniona hapa, mtaji uliisha, nikabeba zege. Na ndio maana ninasemaga, mimi usinitukane eti nimeitwa kwa ajili ya hela. Ninajua kutafuta hela, wapendwa, za halali, na zaka nikamtolea Mungu. Lakini hatukuacha kuomba. Wakati mchungaji anafundisha namna Mungu ya kukutumia, nikawa na wivu, nikaenda kuomba siku 3. Alikuwepo mchawi mmoja anaitwa Bibi Fisi, Mwanza hapa. Ile nyumba yake pale unapofika Bugando hapa, kuna barabara inaenda kwenye hospitali mpya pale, si ni Hindu pale. Ile nyumba mimi nilikuta. Ile nyumba ilikuwa barabarani kama unavyoona hapa. Hii barabara inapita. Ile nyumba serikali ileta gereda ili iondoe ile nyumba. Wanapoikokota ile nyumba inaondoka. Akishafika kule dereva anaiona nyumba imesimama. Yaani mpaka na serikali kaamua kupitisha barabara pembeni, wakakacha kale kajumba. Mpaka alipokufa ndo kaliondoka. Nikamwambia Mungu, mimi ninataka, kama ninaona unanitumia, nataka kwenda kwa huyu bibi huyo ambaye wanamueleza ni mchawi. Wakati ninaongea hivyo, wenye kunikemea wakanikemea, utakufa wewe na kielele, utakufa wewe. Nikasema ngoja nione Mungu kama anatumiaga watu kama anavyotumia mchungaji wetu. Uliongea kitu kimoja, usipokuwa na wivu na upako wa mchungaji utaupata kabisa. Washirika, kama hamna wivu na sisi na maisha yetu kutaka kutafuta kwetu, mtakaa hivyo hivyo. Mimi mchungaji wangu alikuwa na upako bwana. Nikaenda kuomba siku 3. Namwambia Mungu nitumie, ninaenda kumhubiri Bibi Fisi na aokoke. Baada ya siku 3 nikamaliza. Roho wa Mungu ninajisikia, unajua kuna wakati unaomba, yani unatoka kwenye maombi usiku unakutana na mbwa mweusi, alafu unamuuliza wewe ni mtu au ni mbwa? Yani unajua kuna ujasiri. Yani unakutana na mtu unasema, Mungu, huyo kama si mtu wa kawaida huyo, naomba apite nyingine. Kama ni wa kawaida tukutane. Akirudi njia nyingine, sasa mimi si ni akili yangu, si ni roho, najua kuwa mtu wa kawaida. Lakini kama ni mbwa, we kama ni mbwa simama. Kama ni mtu ambaye sio mzuri, kimbia. Anakimbia. Najua sasa huyu hakuwa mtu kawaida. Sasa hapo, yani hizo ni ishara unatoka. Unajua, ngoja niwaambie, unapokuwa unaomba, yani umezoea kuomba, kila kitu unaona kinawezekana. Kabisa, kabisa. Yani unaweza ukawa na njaa, unajiona wewe ni lijitu la ajabu, umeshiba. Sasa nikaenda, baada ya hapo nikaenda nyumbani, nikalala. Asubuhi ile mida ya saa ngapi, saa 6 hivi ninaamka. Maana unajua maombi ya siku 3 silali peke yangu. Na nilitoroka hapa, simwambie mtu, sikuombea kanisani unajua, ila msije mkatoroka. Siku hizi bwana, pa kuombea hapa hapo, ukienda milimani watakukamata. Shangaa polisi wanasema tumekuta ni jamani lina bunduki kwenye mapango. Sio ndio maana zaka kanisa. Zamani mapango yalikuwepo. Mimi nimeomba Mabatini pale ilikuwepo pango, hapa Buzuruga ilikuwepo. Nilikuwa natoroka. Yaani natafuta uso wa Bwana. Na ukitoka hapo ukimaliza unatafuta genge center. Nimeenda kwenye vilabu vya bar, nafunga. Na kama yani wananiita naenda kufunga, mtu amejengewa baba, naenda nafunga hata mpaka leo. Funga bar. Funga mganga wa kienyeji. Funga mchawi. Nikaenda kwa Bibi Fisi sasa nimalizie hiyo story. Nilipofika odi. Ile nyumba bwana ilikuwa imejengwa kwa ajabu sana. Odi. Hamna. Odi. Akasema ingia. Alikuwa na sauti ingia. Nikaingia ndani. Odi. Sasa wakati anasema ingia, mimi nimeingia sebuleni hivi, nadhani yuko hapa. Kumbe bwana ile chumba yake kama unavyoona kakamlaba kakameenda kausi. Inaenda hivi, alafu inaenda hivi. Kwa hiyo mimi niko hapa, kumbe yeye yuko kule. Kaja hivi, nikafika mpaka kwenye kona ile nachungulia, sio ni mtu.
Nikamwambia odi 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 odi, ingia. Nikasema nimeisha ingia. Wewe ni nani? Mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Sikusema ni Leonard. Na sikuwa mchungaji mshiko, ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Unataka nini? Nikasema nimeleta habari njema za Bwana Yesu. Akasema mimi ni wa Muhamadi. Nikasema Muhamadi na wewe anakupenda. Yesu anakupenda. Hata wa Muhamadi Yesu anawapenda. Akakaa kimya. Odi, nakuja. Aliposema nakuja, nikasikia pale nilikosimama pale, ile ardhi yote ikawa ya baridi. Ile baridi yaswa, nasikia vitu vinapanda tan 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 paka humu. Yaani baridi kama nimewekwa kwenye freezer. Nikamwambia Bwana Yesu, tena na macho sikufunga. Nikasema kama ninakufa, roho yangu naiweka mikononi mwako. Alafu baadaye naangalia hivi, akatokea. Anapiga, wewe ni nani? Baadaye wakati nimemaliza kwamba vile vitu chu nikawa sawa. Nikaanza kusikia miguu miepesi. Nikamwambia sasa, alipotoka sasa, bibi, kabla hatujaongea lolote, sasa tuombe. Sikufumba macho kwa sababu Bwana Yesu, asante umenileta mahali hapa. Huyu mtu ndo nilikuwa nataka kuongea naye habari zako njema. Leo akusikie. Yule bibi tukaanza mchaka. Akazunguka, nikatoka naye nje. Kona ya kwanza akazunguka, kona ya pili akazunguka, kona ya tatu, ile ya nne akarudi tena ndani. Nikamfuata nikasema, bibi njoo. Sasa nimekwambia mimi ni wa Muhamadi. Sasa nikaona chumbani nitaingia. Basi akili kanituma nimeshinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikuwa na kikundi changu, kaenda na waambia, maana nilitaka kuona kama Mungu yuko pamoja na mimi, nione ninaenda kuhubiri mtaani. Nilipofika kanisani, nasimulia sasa, alikuwepo askofu mmoja, nisimseme hataelewa hapa, siku hizi ni askofu, nisitamke jina kwa sababu na rekodi. Nikawa nashuhudia, wote wakanikemea na mchungaji wangu, nyie na vierere nyie, mmekosa pa kuhubiri, utakufa wewe, utakufa. Yule bibi unamwelewa yeye, unamwelewa. Wengi wamekufa. Zikaanza kuletwa ushuhuda, wanaoendaga kushuhudia, anakuja na wainjilia, anakula nao chakula. Nasikia pale Bugando pale, ile hospitali ya Bugando, tena kuna mtoto wake aliokoka. Yupo ameokoka. Nimeulizia mje mniambie yuko sehemu gani, kuna aliyeniambia. Si bado yupo. Aliokoka. Yaani unaambia Bugando walikuwa neno wachukua chakula bure. Ikafikia sehemu Bugando pale wakaweka ulinzi kwamba huyu bibi atakapokuja na kijana wake, alikuwa na kijana huyu mmoja, atakapofika hapa mzuie getini. Siku moja wakamzuia getini. Yaani wakati walinzi wanaye hospitalini wanapiga simu, tumeshawazuia huyu bibi asije kuombaomba. Wakasema mbona tunaye hapa? Wakasema yuko muodini humu. Unafikiri alikuwa kawaida? Wale wazungu waliopamba pale jirani pale, nilipata ushuhuda. Yaani alikuwa anaenda wanakula naye mezani. Wakianza kumuongelea tu bibi Fisi, wanaona ntapu mezani ni paka. Baadaye anageuka anakula nao chakula. Huyo mchungaji nene alimpelekea injili huyo. Haleluya. Kwa hiyo ninatafuta kuona ishara na miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende andiko lingine mchungaji, nimekumalizia muda. Mungu wangu. Hebu nenda andiko lingine. Tulikuwa wapi? Sasa nimesema hivi, mambo yaliyoleta uamsho hapa, iwapo naweza nikasahau. Jambo la kwanza ni matengenezo yaliyoleta uamsho. Jambo la kwanza ni matengenezo. Jambo la pili ni maombi. Jambo la tatu walikubali kujinyenyekeza chini ya Mungu. Jambo la nne walitii wito wa viongozi wao. Nirudie, kilicholeta uamsho katika Agano la Kale. Jambo la kwanza matengenezo. Watu wao walikubali kutengeneza. Unaona wafalme wanaanza na matengenezo. Jambo la pili maombi. Waliomba, walikubali kuomba. Umeona kwenye kitabu cha Nyakati, tutasoma pale. Jambo la tatu walikubali kujinyenyekeza kwa Mungu wao. Jambo la nne walitii wito wa viongozi wao kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Mambo manne yanaleta uamsho. Wewe ndio unaweza kuona mengine. Mambo manne yanaleta uamsho. Unajua leo tunapoitisha ibada za kanda, watu wanaendelea na maisha yao. Tunatangaza, nimeona hapa kiongozi wa maombi yupo, kuna maombi yamekuja ya siku 3 hapa room camp ya siku 3. Tunatakiwa kufunga na kuomba. Unajua wakati ninaposoma ninaangalia kitu kinachoitwa uamsho. Alafu ninaangalia kanisa la leo namna tunavyokwenda.
huwa ninamwambiaga mke wangu, mama mchungaji, hivi kama Mungu asingekuwa amesema na askofu akalileta kwenye baraza la maaskofu na uangalizi ili swala la uamsho, kanisa lingekuwa na hali gani? Kanisa lingekuwa na hali gani wachungaji? Kanisa lingekuwa na hali gani? Maana leo hata maombi kuna watu ambao tunasukumwa, lakini huwezi ujua Roho wa Mungu anasemaje mpaka anaitisha maombi. Watu wa Mungu ni waombe. Unajua hapa duniani tupo tunapita, sisi sio wakaaji. Kama utakula utakunywa, umejenga nyumba na gari, naomba hata unapoendesha jua wakati wowote Yesu anaweza kaja akakuchukua. Kwa hiyo yawezekana uamsho huu pia ni kutuandaa, pamoja na kwamba Mungu anataka tutumikie, lakini hatujui utaenda katika njia ipi. Hebu endelea hiyo, nirudie hiyo 15 mchungaji. Mungu wangu. Hebu nenda hapo. Endelea. Nyakati wa pili sura ya 15 nianze mstari wa kwanza. Endelea. Soma kama cheleani. Biblia inasema tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli, wala hawana kuhani afundishaye, wala hawana Torati. Lakini walipomgeukia Bwana Mungu wa Israeli katika msiba wao na kumtafuta, akaonekana kwao. Hata zamani zile hakukuwa na amani kwake atokaye, wala kwake aingiaye, ila fadhaa kubwa juu yao wote nao wanakao katika nchi. Mstari wa 6, wakavunjika taifa juu ya taifa na mji juu ya mji, kwani Mungu aliwafadhaisha kwa shida zote. Nanyi jipeni nguvu, wala mikono yenu isilegee, kwa maana kazi yenu itakuwa na ijara. Naye Asa alipoyasikia maneno hayo, yaani unabii wa mwana Obedi nabii, akatiwa nguvu, akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benjamini, na katika miji aliyoitoa milima mwa Efraimu, akaifanyiza tena madhabahu ya Bwana, madhabahu iliyokuwa imeharibika, ndio iliyokuwa mbele ya ukumbi wa Bwana. Akakusanya Yuda wote na Benjamini na hao wageni waliokaa kwao wa Efraimu na wa Manase na wa Simeoni, kwa kuwa walimwangukia wengi katika Israeli, walipoona ya kwamba Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye. Basi wakakusanyika huko Yerusalemu mwezi wa 3 katika mwaka wa 15 wa kumiliki kwake Asa, wakamchinjia Bwana siku ile katika nyala walizozileta dhabihu za ng'ombe 700, dhabihu za kondoo 7,000. Wakafanya agano ya kuwa wanamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, na ya kwamba yeyote atakayemtafuta Bwana Mungu wa Israeli, yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa, akiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanamume au mwanamke. Wakamwapia Bwana kwa sauti kuu na kwa kelele na kwa mapanda na kwa baragumu, na Yuda wote wakafurahia kile kiapo, kwani wameapa kwa moyo wao wote na kumtafuta kwa mapenzi yao pia. Naye akaonekana kwao, naye Bwana akawastarehesha pande zote. Hata ukishia hapo wenda utasoma wenyewe vitabu. Unasikia kanuni ya uamsho, kanuni ya kukubali kutengeneza, kanuni ya kukubali kutii. Watu ambao walikuwa na fadhaa, watu ambao walikuwa na amani, watu ambao walikuwa na shida, yani hawakuwa na raha yoyote, kwamba hakuna aliyekuwa na raha, hakuna aliyekuwa na amani. Kwa hiyo manake amani zipo kuwepo na magonjwa yanatawala, mapepo yanatawala, yani shetani amekamata taifa. Hakuna aliyekuwa na njia katika Israeli aliye na raha, aliye na amani. Wote wako kwenye ziki, kwa sababu Bwana amewafadhaisha. Mkimtafuta Bwana ataonekana, mkimuacha Leonard, ukimtafuta Bwana Leonard ataonekana, ukimuacha atakuacha na atakufadhaisha. Kwenye somo la kuabudu nilisema Mungu ana wivu. Mungu ana wivu. Kuna maisha ambayo tunachagua kuyaishi. Mungu ana wivu, anatuonea wivu. Yakobo anasema huyo Roho akae kwenu anawaonea wivu. Uko hapa mwana wa Mungu?